Ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, kama ilivyosemwa hapa, hii ni mara yangu ya pili kukutana nanyi, maafisa wa sheria na mawakili wa serikali, katika shughuli zinazohusiana na Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania. Kwa mara ya kwanza ilikuwa mwezi Septemba 22 ambapo nilizindua chama hiki kule Dodoma. Na nataka niwapongeze. Nilipowazindua mlikuwa kama 2200 na kitu kidogo, lakini leo mnakaribia 5000. Nawapongeza sana. Nawapongeza sana. Nilipopata mwaliko wa mwanasheria mkuu wa serikali kuja kufungua mkutano huu, siku 6 kukubali mwaliko huo kwa kutambua uzito na umuhimu wa kazi zinazofanywa na mawakili na maafisa wa sheria wa serikali katika kuimarisha mfumo wa utoaji haki nchini. Tulipokutana mara ya kwanza Dodoma mwaka 2022, niliwaambia kuwa ninyi mawakili na maafisa wa serikali ni walinzi wa rasilimali za taifa kwa kutumia kalamu na sheria. Na ndio maana mmepata jina leo, mnajiita maaskari wa kalamu. Na mimi nataka nilisisitize hilo, kwamba kalamu ya mwanasheria wa serikali, mwanasheria yoyote actually, ikitumika vizuri, inaweza kuzuia hasara kabla haijatokea. Inaweza kulinda mkataba kabla haujawa mzigo kwa serikali. Na inaweza kuiongoza serikali fanya maamuzi bora na yenye maslahi kwa taifa. Kwa hiyo kalamu zenu, mimi yangu ina hatari, lakini zenu ina hatari kubwa zaidi. Kalamu yangu mimi hatari yake ni kusaini mtu kunyongwa, na sijawahi kufanya. Baada ya nyinyi kupeleleza na kupeleka kesi na kuisimamia, hakimu akaamua, akihukumiwa kunyongwa, rais saini ya nyongo, sijawahi kufanya. Lakini kalamu zenu nyinyi zina hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba nyinyi ni watu wa aina gani, mnadhima na majukumu gani kwa serikali, lakini kwa nchi yenu. Kwa hiyo mawakili wa serikali, hongereni sana kwa mzigo huo mkubwa ambao mlichagua wenyewe kusoma, lakini Mungu aliwapanga muwe hivyo. Hongereni sana. Leo napenda nirejee kauli ile kwa ufupi tu. Ulinzi wenu si wa kupaza sauti wala si wa kutumia silaha za moto. Ulinzi mnaopaswa kufanya ni kwa kutoa ushauri wa kisheria kwa usahihi, kwa uzalendo na uaminifu, na kutanguliza maslahi ya taifa dhidi ya maslahi yenu binafsi. Sasa ili muweze kutimiza wajibu huo, serikali inawahakikishia kwa itaendelea kuwawezesha kwa kuwajengea uwezo wa kitaaluma na mazingira wezeshi ya kazi zenu. Na hapa niseme, nimesikia zile changamoto nadhani kama 5 hivi ambazo rais wa chama amezisema, kinadhani nyingine tayari zimeanza kupata ufumbuzi. Kwa mfano, kile kiwanja cha Dodoma, kama tayari ofisi imepatikana, nadhani kiwanja twendeni pole. Anzeni na ofisi iliyopatikana. Na kwa Dar es Salaam, nilikuwa nanong'ona na waziri wenu hapa kwamba mwana jaji mkuu wa Tanzania ameacha jengo kubwa pale Dar es Salaam. Pamoja na kwamba analitumia, lakini hatuwezi kukosa nafasi ya chama chenu kuwa na ofisi zake mle ndani.